Tajiri, mambo vipi? Kama unavyojua Google ameshaachia Android 17. Android 17 ina features nyingi, lakini mojawapo ya features au upgrade imekuja na Android Auto, ambao ni ile kama kwenye Apple tunaita Apple CarPlay, okay? Inakuwezesha kutumia application mbalimbali kama Google Maps, WhatsApp, Apple Music au Spotify, vitu kama hivyo kwenye gari lako kirahisi kabisa. Nipo na Dickson leo kwa ajili ya kutuelezea na kutuonyesha namna inavyofanya kazi. Miongoni mwa features za muhimu kwenye gari ni Apple CarPlay, na hivi ni vitu vikuu vitatu ambavyo ni muhimu kwenye Apple CarPlay. Cha kwanza, navigation. Your maps, Google Maps zote zinakuwa hapa hivi. Unaweza ukaona mahali unapoenda, unaweza ukaona kiwango cha traffic barabarani, lakini pia unaweza ukaona shells zilizopo karibu in case of any emergency. Cha pili ni mawasiliano. Simu zako zote zinaitia hapa, ambapo unapokea kutumia your steering wheel, ambayo ni rahisi na efficient zaidi kuliko kutumia simu. Bila kusahau message zako zote za WhatsApp unaziaccess humu ndani. Kwa mfano hapa unaweza kuona kipi kimeingia na unaweza kurespond kupitia sauti, au kama ni necessary sana ndio unalazimika kushika simu. Cha tatu ni muziki. Muziki yako yote iliyopo kwenye simu unaiaccess kupitia display yako hapa. Kwa hiyo usumbufu wa kuzunguka na flash au memory card umekwisha. Bila kusahau app zako zingine zote za muhimu unaweza kuzi access kupitia hii display, ikiwemo Siri. Hey Siri, open WhatsApp. Maona hii ni Ford Everest ya mwaka 2024. Unaipata kwa $1,172,800 na $800,000. Bonge la gari. Karibu sana Bingwa Magari Used, tukupatie chuma kikali kutoka Ford. Kama ulivyojionea, hiyo ndo Android Auto, lakini pia kwenye simu za iPhone tunaita Apple CarPlay. Inakuwezesha kuconnect simu yako na gari lako kirahisi kabisa. Hakikisha umefollow hii account, lakini pia share kwa rafiki yako ili na yeye aweze kuona, usikute ana gari na ajui kwamba anaweza kuconnect simu yake na akatumia kirahisi kabisa. This is Robert Malisa, karibu sana.